Msimu utamalizika Juni baada ya mabadiliko ya ratiba yaliyofanywa na bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB hivi karibuni, na mechi za mwisho za ligi kuu zitachezwa Juni 22. Hatufahamu nini kitaendelea kwa kocha Milude Hamdi wa Yanga ambaye muda huo atakuwa ameinua timu hiyo kwa miezi 6 tu. Labda Yanga inaweza kuamua kuachana naye kama ambavyo tetesi za hapa na pale zimekuwa zikidai kuwa huenda ikaendelea kuwa naye kwa muda mrefu zaidi. Kwa uamuzi wowote ambao Yanga itaamua kuchukua kwa kocha huyo mwishoni mwa msimu, kijiwe kimekubaliana kwa kauli moja: Hamdi hana anachodaiwa na timu hiyo kutokana na kile ambacho amekifanya hadi sasa. Alikuta timu inafanya vizuri katika ligi kuu na kombe la shirikisho la TFF na akafanikiwa kuendeleza ubora wa matokeo, lakini hata kiwango cha uwanjani kama ambavyo alikuta kutoka kwa kocha aliyemtangulia Sead Rahmavich, zile dozi ambazo Yanga ilikuwa inazitoa chini ya Miguel Gamondi na Rahmavich ameziendeleza, huku timu ikiendelea kuwa na safu imara ya ulinzi ambayo imekuwa hairuhusu mabao kirahisi katika mashindano tofauti. Kitu kingine ambacho Hamdi Milude amefanikiwa kuwa nacho ni kujitahidi kutoa nafasi ya kucheza kwa idadi kubwa ya wachezaji wake, tofauti na watangulizi wake ambao walionekana kuwa na imani na wachezaji wachache na wengine wakiwasotesha benchi. Kocha anayetoa nafasi ya kucheza kwa kundi kubwa la wachezaji ni rahisi kufanikiwa, kwa vile vijana wake watajitahidi wasimwangushe kwa kuhakikisha timu inafanya vizuri ili aendelee kubakia. Kama ni mtoto aliyepewa kulea, Hamdi amemlea vizuri, na kiufupi hata akitokea anaondoka leo, hatakuwa na baya kwa watu wa Yanga kutumikia vyema nafasi yake. Muda mfupi baada ya klabu ya Yanga kuachana na kocha Sead Rahmavich, klabu ya Young Africans ilitangaza rasmi kumpa nafasi Milude Hamdi, kocha wa raia wa Algeria na Ufaransa, kama kocha mkuu mpya wa timu hiyo. Taarifa iliyotolewa na uongozi wa klabu hiyo ilieleza kuwa Milude Hamdi ana uzoefu mkubwa kufundisha soka barani Ulaya, Asia na Afrika, na aliungana na kikosi cha Yanga mara moja ya kuanza majukumu yake. Kocha Hamdi alionyesha mafanikio makubwa katika taaluma yake ya ukocha, akiwahi kushinda taji la ligi kuu ya Algeria na kufikia fainali ya ligi ya mabingwa Afrika akiwa na klabu ya USM Alger. Ujio wake ulileta matumaini mapya kwa mashabiki wa Yanga, huku wengi wakitarajia mafanikio makubwa zaidi kwa klabu hiyo. Milude Hamdi alizaliwa mnamo Juni 1 mwaka 1971 na ana uraia wa Algeria na Ufaransa. Uzoefu wake mkubwa kufundisha soka unadhihirishwa na kazi alizozifanya katika mabara matatu tofauti: Ulaya, Asia na Afrika. Hamdi alipata diploma ya ukocha kutoka shirikisho la soka la Ufaransa, akimiliki leseni ya UEFA A ambayo ni miongoni mwa viwango vya juu zaidi vya taaluma ya ukocha duniani. Hamdi alianza safari yake ya ukocha mwaka 2004 akiwa na AS Vitrolles ya Ufaransa. Baadaye alihamia GS Constantine Marseille ambapo alipata mafanikio makubwa kwa kuiongoza timu hiyo kushinda ubingwa Champion National mwaka 2011-2012. Baada ya hapo alipata nafasi ya kuinoa Sanremo Calcio ya Italia. Mafanikio yake barani Afrika mwaka 2015, Hamdi alielekea barani Afrika ambapo alijiunga na USM Alger ya Algeria. Huko alipata mafanikio makubwa kwa kuiongoza timu hiyo kushinda taji la ligi kuu ya Algeria mwaka 2015-2016 na kufika fainali ya ligi ya mabingwa Afrika mwaka huo huo. Uzoefu wa kazi wa Milude Hamdi, kocha wa Yanga, aliweza kuhudumu kama kocha katika vilabu mbalimbali kwa mafanikio makubwa. Katika kila klabu, Hamdi ameonyesha uwezo wa kuboresha kiwango cha timu na kushirikiana vizuri na wachezaji, hasa katika mashindano ya kimataifa. Kocha Milude Hamdi analeta uzoefu wa kipekee na rekodi ya mafanikio ambayo inaweza kuisaidia Yanga kufanikisha malengo yake msimu huu. Ujuzi wake wa soka la Afrika, Ulaya na Asia unatoa nafasi nzuri kwa klabu hiyo kuimarisha ushindani wake katika mashindano ya ndani na ya kimataifa kama ataendelea kubakia. Hamdi ambaye alikuwa kocha wa Singida Black Stars kabla ya kujiunga na Yanga, alichukua jukumu hili jipya akiwa hajafundisha mechi yoyote ya mashindano katika timu hiyo ya zamani,
Uteuzi wake ulionyesha dhamira ya Yanga kuimarisha benchi la ufundi kwa lengo la kushinda mataji zaidi na kuendelea kuwa klabu bora barani Afrika. Kwa mashabiki wa klabu ya Yanga, ujio wa Hamdi ulileta matumaini mapya, hasa kutokana na historia yake ya mafanikio katika ngazi ya juu ya soka. Mashabiki walitarajia mafanikio, mabadiliko chanya chini ya uongozi wake. Na mpaka sasa hakuna kelele za mashabiki wakimlaumu kocha Miludi Hamdi wa klabu ya Young Africans.